Leo nakuletea njia 5 zitakazokuwezesha kufungua kodi za unabii wa Biblia ili uweze kuelewa maana halisi ya unabii huo na nyakati zilizokusudiwa. Hii sio uchawi wala siri za ajabu, bali ni kanuni za kutafsiri unabii, prophetic interpretation. Hapa kuna njia 5 muhimu. Njia ya kwanza ni kanuni ya siku sawasawa na mwaka. Katika unabii wa Biblia, mara nyingi siku moja inawakilisha mwaka mmoja. Mifano ya Biblia, kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 34. Kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yaani siku 40 kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarakana kwangu. Kitabu cha Ezekiel sura ya 4 mstari wa 6. Tena utakapozitimiza hizo, utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja, nimekuagizia. Mfano wa matumizi. Danieli, kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 24 mpaka 27. Anasema, muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu. Watu wa mkuu watakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwili wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwepo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagiwa juu yake mwenye kuharibu. Wiki 70 za unabii. Wiki 70 ni sawa na siku 490 au miaka 490. Njia hii hutumika sana kufungua unabii wa Danieli na Ufunuo. Njia ya pili, kulinganisha unabii na matukio ya historia. Unabii mwingi unaeleweka vizuri ukiangalia historia ya dunia. Mfano, Danieli sura ya 2, sanamu ya Nebukadneza. Kichwa cha dhahabu ulikuwa ni ufalme wa Babeli. Kifua cha fedha ni Umedi na Uajemi. Shaba ni Ugiriki. Chuma ni Roma. Hii inaonyesha unabii unafunguka taratibu katika historia halisi. Njia ya tatu, kutafsiri alama, symbols za Biblia. Vitabu vya unabii hutumia alama nyingi. Biblia mara nyingi hutafsiri alama zake yenyewe. Mfano, maji, watu au mataifa. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 17 mstari wa 15. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Mnyama, ufalme au serikali. Kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 17. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4
watakaotokea duniani. Pembe: wafalme au nguvu za kisiasa. Danieli sura ya 7 mstari wa 24. Na habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3. Hivyo ili kufungua unabii lazima utafsiri alama hizi. Njia ya 4: kuunganisha vitabu vya Danieli na Ufunuo. Danieli na Ufunuo ni kama vipande viwili vya fumbo moja. Mfano, Danieli sura ya 7 wanyama 4, Ufunuo sura ya 13 wanyama wenye sifa zinazofanana. Hivyo Danieli anaanza unabii, Ufunuo anaumalizia. Njia ya 5: kuangalia ishara za nyakati, signs of the times. Yesu alisema watu wataweza kutambua nyakati kwa ishara duniani. Kitabu cha Mathayo sura 24. Kitabu hiki kinazungumza kuhusu ishara za siku za mwisho na matukio yatakayotokea: vita na uvumi wa vita, njaa na magonjwa, ongezeko la maarifa, injili kuhubiriwa duniani kote. Pia ni vizuri kuelewa muktadha wa Biblia au context. Unabii haupaswi kusomwa kama aya moja. Ni muhimu kusoma sura nzima na vitabu vinavyohusiana ili kuelewa ujumbe kamili, kwani maana ya jumla ya neno la kinabii mara nyingi hufichika katika mtiririko wa historia. Pia kulinganisha na historia, historical fulfillment. Unabii mwingi wa Biblia umekwisha timia kihistoria. Kusoma historia ya ulimwengu na kuilinganisha na unabii kama vile vitabu vya Danieli na Ufunuo husaidia kufungua maana yake halisi. Mungu akubariki sana.